Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Naomba ukaweze kunifuatilia kwa sababu naleta hii kanda kwa chini ya dakika 10 ili kukueleza yale ambayo yanaendelea na nitakuwa nachanganua kwa undani. Ikulu ya Kenya imeweza kushituliwa na ujumbe ambao umeweza kutumwa kutoka familia ya aliyekuwa rais humu nchini Moi, ambaye ni mstaafu, ambaye ni marehemu. Ni kipi hiki ambacho kimezungumziwa na ni kwa nini? Kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kuna sauti ambayo ningependa kuiweka hewani, lakini kabla nizame kwa uchanganuzi kwa undani, naomba kuuliza swali kulingana na mtazamo wako, mtazamaji wa mtandao wa Mokenya TV. Je, kuna siku familia ya Moi itakubaliana kisiasa na rais wa sasa William Ruto vile unaona? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Sasa kuna vile mambo yameweza kuchukua mkondo mwingine. Raila Odinga alikuwa katika mrengo wa upinzani kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita, na rais wa sasa alikuwa katika mrengo wa Kenya Kwanza ambao waliweza kufanikiwa kuchaguliwa na kuwa serikalini ama kuchukua uongozi wa taifa. Gideon Moi alikuwa katika upande wa Raila Odinga na against the current president William Ruto. Lakini kuna ujumbe ambao umeweza kutumwa kwa rais William Ruto kutoka familia ya Gideon Moi. Kuna kanda ambayo ningependa kuiweka hewani, lakini naomba tu kabla nizame kwa undani utupe a like. Naomba tu kunyenyekevu na heshima kubwa utupe a like katika kanda hii. Na ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Tunakadiwa kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Asante, barikiwa, sitaki kuchukua muda wako mwingi. Karibu ili tuendelee pamoja. Leo kulikuwa na mazishi ya aliyekuwa mbunge katika eneo bunge wakilishi la Baringo North, ukipenda Baringo Kaskazini. Aliyekuwa mbunge alikuwa anazikwa siku ya leo, ambaye anaitwa Will Rotich. Ni mazishi ambayo viongozi mbalimbali, wale ambao wako serikalini waliweza kufika na wale ambao wako katika mrengo wa upinzani. Gavana wa kaunti ya Baringo, Benjamin Chepoi, alisimama na kusema ya kwamba ikumbuke kwamba Gideon Moi alikuwa kule. Akasimama akamrai, akamuomba Gideon Moi kuingia serikalini ili kupata mafanikio zaidi, haswa katika maendeleo na siasa zingine. Tusikize kwanza, kisha baadaye nitaweka ujumbe wa Gideon Moi ambao umeweza kutumwa Ikulu. Tusikize gavana wa kaunti ya Baringo, Benjamin Chepoi. Loyalty is you are loyal to the giver. Loyalty should not be confused with sycophancy, the person who can give. For now, we must be loyal to the present leadership. We must be loyal to the president. Na ukiona hata wale wajaluo vile wako loyal kwa baba, ukikuta mtu anapenda Raila atasema baba, baba. Sisi hatujasema hiyo kitu baba. Let us be loyal to our hilt. Sauti hiyo ni ya gavana. Gideon Moi aliposimama, naye aliweza kumujibu kwa kutumia matamshi ambayo ni ya kushtua kidogo. Tusikize Gideon Moi. I do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Alitangaza msimamo wake, mustakabali wake wa kisiasa. Ikumbuko kwamba Raila walikuwa na Gideon Moi katika kampeni zilizopita. Sasa Raila Odinga ameingia katika mrengo wa serikali na sasa wanafanya kazi na rais wa sasa William Ruto. Baada ya kuombwa Raila ameingia hapa na wewe kuja, alisimama akasema ya kwamba I don't need a handshake. I need a handshake with the people of Baringo County. I want to put this into perspective so that to understand why
Gideon Moi is not interested in a handshake with the current president William Ruto. Kwa nini viongozi hawa katika kaunti ya Baringo wanamuomba Gideon Moi kuingia katika serikali ya Rais William Ruto? Point number 1. Wanataka Gideon Moi aingie katika mrengo wa serikali Kenya Kwanza ili kuchaguliwa kuwa seneta katika kaunti ya Baringo. Ikumbuke kwamba aliyekuwa seneta William Cheptumo aliweza kuaga dunia na alizikwa kwa majuma mawili yaliyopita. Sasa hivi katika kaunti ya Baringo hatuna seneta. Mlango wenye unaonekana sasa hivi kwa Gideon Moi kuchaguliwa, sharti aingie katika mrengo wa Rais William Ruto, kwa sababu we are expecting to have a by election, yani uchaguzi mdogo katika kaunti ya Baringo. Gideon Moi kufanikishwa ama kufanikiwa kuchaguliwa kama seneta, lazima aingie katika kambi ya kisiasa ya William Ruto, kwa sababu yeye ndiye akona sauti katika kaunti ile ya Baringo, ama tuseme Rift Valley. Ndio maana viongozi hawa wamesimama kidete na kumuomba Gideon Moi ingia kwa serikali, lakini na yeye ametangaza msimamo wake na kusema ya kwamba yeye kile ambacho anataka ni handshake ama makubaliano tu na wananchi wa kaunti ya Baringo, wala sio a handshake with the president of this Republic of Kenya. Number 2, kwa nini viongozi hawa wanamuomba Moi kuingia katika kambi ya William Ruto? Number 2, ili kuondoa uhasama ulioko kati ya familia ya Moi na Rais William Ruto. Kwa nini? Unapokumbuka vizuri, kabla ya babake Gideon ambaye ni rais mstaafu marehemu Daniel Toroitich Arap Moi alipokuwa hai, wakati huo rais wa sasa William Ruto aliweza kumtembelea nyumbani mwake, na sio mara moja, ili kuongea na babake Gideon ambaye ni Moi, lakini aliweza kufungiwa milango, hawakukutana ana kwa ana, kumaanisha kulikuweko na tofauti za kisiasa. Mara akienda anaambiwa Daniel Moi ameenda kuhudumiwa kwa kupokezwa maybe matibabu, hayuko, anakwama hapo, anarudi. Raila Odinga wakati huo yeye alipoenda kule alifanikiwa kuongea na Moi. Uhuru Kenyatta alipoenda kule alifanikiwa kuongea na Moi, lakini Ruto alifungiwa milango ya kumuaccess Moi wakati huo kabla aage dunia. Kumaanisha kulikuwa na tofauti kati ya viongozi hawa wawili, lakini tofauti yao ilikuwa ya kisiasa tu. Na ilipofika katika uchaguzi uliopita mwaka 2022, Rais William Ruto, ni kukumbushe, aliweza kusimama katika kaunti ya Baringo na kumuendorse William Cheptumo kuchaguliwa kuwa seneta na sio Gideon Moi. Ni kukumbushe, ni kurudishe nyuma kidogo, tusikize vile William Ruto wakati huo alikuwa deputy president na alikuwa anawania kiti cha urais. Akasema sasa imefika wakati, sisi wakati babako alikuwa anatuhitaji kisiasa, tulimuunga mkono. Sasa imefika wakati Gideon Moi na wewe usimame na sisi, usupport William Cheptumo, sio wewe utachaguliwa kuwa seneta. Na wakati huu Gideon Moi alikuwa anatafuta kiti cha useneta. Tusikize wakati huo vile William Ruto aliweza kumtangaza rasmi William Cheptumo kuchaguliwa kuwa seneta katika kaunti ya Baringo, na alifanikiwa kuchaguliwa ingawa aliweza kuaga dunia kwa majuma matatu yaliyopita. Hatuna shida na ndugu yetu Gideon Moi, si namna hiyo. Lakini Gideon Moi, tafadhali, when your father needed us to stand with him, we stood with him. Now is your turn to stand with us. It is your turn to stand with your brother William Ruto.
It is your time to stand with William Cheptumo to be the senator of Baringo County. Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Mmesikiza vile Ruto aliweza kumtangaza William Cheptumo against Gideon Moi to be elected as the senator in Baringo County, and he succeeded. Lakini ameaga dunia. Sasa viongozi hawa wanamuomba Gideon Moi kuingia katika serikali ili kuchaguliwa kuwa senator katika county ya Baringo. So we have to wait and see kutaenda kivipi. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kufikisha ama kutia kikomo katika uchanganuzi wa kanda hii. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, mmekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Na sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Asanteni sana, usisahau kutupea a like. Bye bye.